Mjambo na habari za jioni wapendwa wasikilizaji na mtazamaji wa Kivu News Info, tunakaribisha tena kuungana nasi katika matangazo yetu ya jioni ya leo, ikiwa tarehe 14 za mwezi wa 5 mwaka 2026, na kila siku Kivu News Info tuendelea kuwaletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na katika matangazo yetu ya jioni ya leo tutakuletea taarifa za usalama, kisiasa na kijamii kutoka mashariki mwa nchi, ikiwa ni pamoja na matukio ya mapigano, maamuzi ya serikali pamoja na sauti za wananchi kutoka maeneo mbalimbali yaliyoathiriwa. Basi endelea kuwa nasi kwa habari kamili na za kina. Na naendelea kukumbusha kwamba huenda ndio ilikuwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, basi kabla chochote kile ningekuomba kufanya kitu kimoja. Hakikisha umesubscribe, kulike, comment na kushare, na kwa lugha nyingine unasema kujabone, kueme vile na kupartager, kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Langu jina mimi ni Tereche Longa, basi nakualika kuona mimi mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu hii ya jioni ya leo. Screen zetu zinaweza kuunganisha au kugawa. Leo hii taarifa nyingi husambaa bila kuthibitishwa kwenye mitandao ya kijamii. Uvumi, habari za uongo na maneno ya chuki vinaharibu uaminifu na kudhoofisha jamii zetu. Kabla ya kushiriki, jiulize swali rahisi: je, taarifa hii ni ya ukweli? Tuthibitishe vyanzo, tukatae upotoshaji, tuseme hapana kwa taarifa za uongo. Skrini zetu zinapaswa kuwa madaraja na si silaha. Kivu News Info inakuita kuwa na uwajibikaji wa kidijitali. Pamoja tuchague umoja, ukweli na amani. Ujumbe huu umetolewa na kuzanishwa na Wizara ya Ulaya ya Mambo ya Nje kwa kushirikiana na Search for Common Grounds. Taarifa za hivi karibuni kutoka eneo la Itombo katika wilaya ya Mwenga zinaeleza kwa kijiji cha Kipupu sasa kiko chini ya udhibiti kamili wa wapiganaji wa Wazalendo wakisaidiana na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC. Kipupu ni moja kati ya maeneo muhimu ndani ya sekta ya Itombo, hususan katika groupment ya Bashimukinje, eneo ambalo kwa muda mrefu limekuwa likikumbwa na changamoto za kiusalama kutokana na uwepo wa makundi mbalimbali yenye silaha. Wananchi wa eneo hilo wamekuwa kikumbana mara kwa mara na hofu, mapigano pamoja na kusimamishwa kwa shughuli za kawaida na za kijamii na kiuchumi. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, wapiganaji wa Wazalendo pamoja na vikosi vya FARDC wanaendelea kufanya operesheni za pamoja katika maeneo yanayozunguka Kipupu kabla ya kutangaza kudhibiti mji huo. Hata hivyo, hali bado inaelezwa kuwa tete kutokana na uwezekano wa mashambulizi mapya kutoka kwa makundi yenye silaha yanaendelea kuzunguka katika milima ya vijiji vya karibu. Wakati huo, mapigano makali yameripotiwa kuanza tangu majira saa 12 za asubuhi kati ya wanamgambo wa Ngomino na vikosi vya FARDC katika sekta ya Itombo, hususan katika groupment ya Bashimukinje ya kwanza. Mapigano yanaendelea kuripotiwa kwenye miili ya Mikenge kuelekea Kipupu, hasa katika kijiji cha Kikulu kilichopo ndani ya wilaya ya Mwenga. Mashuhuda kutoka eneo la tukio wanasema milio ya risasi na zito imesikika kwa muda mrefu, yamesababisha wananchi wengi kuanza kukimbia makazi yao wakihofia usalama wao. Baadhi ya familia zimeelekea katika maeneo yanayoonekana kuwa salama zaidi, huku wengine wakisaka hifadhi katika misitu ya vijiji vya jirani. Ila hadi sasa kuna taarifa rasmi iliyotolewa kuhusu idadi ya waliojeruhiwa au kupoteza maisha katika mapigano hayo. Wakazi wa Itombo wanaendelea kutoa wito kwa serikali pamoja na vikosi vya usalama kuongeza juhudi za kulinda raia na kurejesha amani ya kudumu katika eneo hilo ambalo limeendelea kushuhudia migogoro ya mara kwa mara kwa miaka kadhaa. Kwa sasa hali ya usalama katika maeneo ya Mikenge, Kilulwe na Kipupu endelea kufuatiliwa kwa karibu, huku vyanzo vya kijeshi vikisema operesheni zinaendelea dhidi ya makundi yote yenye silaha yanayotishia usalama wa wananchi katika wilaya ya Mwenga katika jimbo la Kivu Kusini. Watu watatu raia wameuawa kwa kupigwa risasi na nyumba kadhaa kuchoma moto katika shambulio jipya lililohusishwa na wapiganaji wanaodaiwa kuwa ni kundi la ADF usiku kwa mkia Alhamisi tarehe 14 Mei huko Biakato katika sheferia Babila Babombi ndani ya wilaya Mambasa katika jimbo la Ituri mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo vya ndani pamoja na mashirika ya kiraia katika eneo hilo, washambuliaji walivamia block Bangole majira saa 5 usiku licha tahadhari za kiusalama zilizokuwa zimetolewa mapema na wananchi wenyewe.
Mashuhuda wanasema hali ya hofu ilianza kuonekana tangu majira saa 2 usiku baada ya watu kadhaa kuripoti kuona mienendo isiyo kawaida ya watu wanaoshukiwa kwa waasi katika maeneo ya karibu na Biakato. Wananchi walidai kuwa walitoa taarifa kwa vyombo vya usalama wakihofia uwezekano wa kushambuliwa, lakini licha tahadhari hizo, mashambulizi yalitokea saa chache baadaye. Mratibu wa Nouvelle Société Civile Congolaise, Maître Jospin Paluku Mboa, amelaani vikali tukio hilo akisema kuwa wapiganaji wanaohusishwa na kundi la Islamic State waliingia tena katika eneo hilo na kufanya mashambulizi dhidi ya raia wasiokuwa na hatia. Kwa mujibu wa muundo wa kiraia, watu 3 waliuawa kwa risasi za moja kwa moja, huko nyumba 5 zikitekelezwa na moto uliowashwa na washambuliaji. Tukio hilo limezidisha hofu na taruki kwa wakazi wa Biakato ambao tayari wamekuwa wakiishi katika mazingira ya ukosefu mkubwa wa usalama kwa muda mrefu. Kwa upande wake, shirika la Action des Patriotes pour le Développement Endogène du Peuple katika eneo la Mambasa limesema kuwa washambuliaji hao walielekeza shambulio lao moja kwa moja katika block Bangole ambako waliingia usiku na kuanza kufyatua risasi ovyo kabla ya kuchoma nyumba kadhaa. Mratibu wa shirika hilo katika eneo la Mambasa, Ramsi Marikidogo, amesema kuwa watu waliuawa ni wanaume. Ameongeza kuwa mbali na nyumba zilizochoma moto, washambuliaji pia walipora mali za wananchi ikiwemo mifugo midogo kabla ya kutoweka gizani. Baadhi ya wakazi wa eneo hilo wanaendelea kuhoji kile wanachokita ukimya wa vikosi vya usalama licha taarifa na tahadhari zilizotolewa mapema kabla ya mashambulizi hayo. Sauti nyingi kutoka ndani ya jamii pamoja na mashirika ya kiraia sasa zinataka uchunguzi huru ufanyike ili kubaini sababu zinazochangia kuendelea kwa mashambulizi ya mara kwa mara katika sheferi ya Babila Babombi. Wakazi hao wanasema kuwa tangu shambulio la tarehe 7 Mei katika eneo hilo la Biakoto, hakuna operesheni kubwa ilionekana kufanywa dhidi ya washambuliaji ndani ya msitu ambako waasi hao wanaaminika kujificha. Licha ya hali ya etat de siege iliyowekwa kwa karibu miaka 5 sasa katika majimbo ya Ituri na Kivu Kaskazini, mauaji ya raia yanaendelea kuripotiwa karibu kila wiki katika vijiji mbalimbali vya wilaya ya Mambasa. Wananchi wanaendelea kuiomba serikali kuongeza juhudi za ulinzi na kuhakikisha usalama unarejea katika maeneo yanaendelea kukumbwa na mashambulizi ya makundi yenye silaha. Zaidi ya wapiganaji 38 wa muungano wa AFC/M23 wamejisalimisha kwa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC Alhamisi tarehe 14 Mei katika eneo la Maibono groupement ya Buholo ndani ya wilaya ya Kale mkoani Kivu Kusini. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo vya ndani, wapiganaji waliwasili wakiwa na silaha kadhaa walizokuwa wakitumia vitani kabla kukabidhiwa kwa vikosi vya jeshi la taifa. Miongoni mwa silaha zilizokabidhiwa ni pamoja na bunduki 2 aina ya PKM, mortar 1 kalibre 80 pamoja na zaidi ya bunduki 38 za AK-47. Hatua inaonekana kuwa ishara mpya kuzofisha kwa baadhi ya makundi yanayopigana mashariki mwa nchi, huku operesheni za kijeshi zikiendelea katika maeneo tofauti za Kivu. Vyanzo vya usalama vinaeleza kuwa watu hao waliamua kuachana na vita na kujisalimisha kwa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya shinikizo kubwa la kijeshi pamoja na hali ngumu wanakutana nayo ndani ya maeneo ya mapigano. Katika miezi ya hivi karibuni, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekuwa ikiendelea kutoa wito kwa wapiganaji wote wa makundi yenye silaha kuachana na vita na kurejea katika maisha ya kawaida kupitia programu mbalimbali za kurejesha amani na utulivu nchini. Baadhi ya viongozi wa kijamii katika eneo hilo la Kale wamepongeza hatua hiyo, wakisema inaweza kusaidia kupunguza hali ya taharuki na wakabili wananchi katika vijiji vinavyozunguka maeneo ya mapigano. Hata hivyo, wakazi wa mkoa wa Kivu Kusini wanaendelea kuomba kuimarishwa kwa usalama kutokana na kuendelea kuwepo kwa mashambulizi na mapigano katika baadhi ya maeneo ya jimbo hilo. Wito pia umetolewa kwa raia wengine wa Kongo ambao bado wanajiunga na makundi ya waasi wanaoshirikiana na M23 kuendelea kujisalimisha kwa jeshi la FARDC ili kusaidia kurejesha amani ya kudumu mashariki mwa nchi. Mamlaka katika sekta ya Beni Mbau katika wilaya ya Beni mkoani Kivu Kaskazini zimepinga marufuku rasmi shughuli zote za usafiri na mizigo ya watu kuanzia saa 3 usiku kufuatia kuongezeka kwa hofu ya mashambulizi ya waasi wa ADF katika eneo hilo. Uamuzi ulitangazwa siku ya Jumatano tarehe 13 Mei wakati wa kikao kikubwa cha usalama kilichofanyika mjini Mbau chini ya uongozi mkuu wa sekta hiyo Kasereka Malisava Jean Bosco. Kikao hicho kiliwakutanisha viongozi wa eneo, vyombo vya ulinzi na usalama, wawakilishi wa mashirika ya kiraia pamoja na ujumbe wa vijana kwa lengo la kutathmini hali ya usalama ambayo inaendelea kuzorota katika siku za hivi karibuni kutokana na taarifa nyingi za watu wenye mienendo ya kushukiwa kuonekana katika baadhi ya vijiji. Mbali na kupiga marufuku safari za usiku baada ya saa 3, mamlaka pia zimeweka masharti mapya kuhusu matumizi ya vifaa vya sauti katika vibanda vya kupakua miziki pamoja na maeneo ya uzaji wa pombe. Kwa mujibu wa viongozi wa eneo hilo,
vifaa vyote vya kutoa sauti vinapaswa kutumika kwa kiwango cha chini cha wakati wa mchana na kuzimishwa kabisa kuanzia saa 12 jioni. Hatua inalenga kusaidia vikosi vya usalama kufuatilia kwa urahisi hali ya mazingira wakati wa usiku na kuzuia vurugu zinazoweza kutokea. Wakulima wametakiwa kuepuka kwenda mashambani mapema sana asubuhi na kuhakikisha wanarejea majumbani mwao kabla saa 12 jioni ili kupunguza hatari ya kushambuliwa na waasi katika maeneo ya mashamba na misitu. Katika mkutano huo, mkuu wa sekta ya Beni Mbao alisisitiza umuhimu wa vijana kushiriki katika juhudi za kulinda jamii yao, akiwataka kuachana na matumizi mabaya ya pombe pamoja na dawa za kulevya, huku akihimiza wananchi kutoa taarifa haraka kwa vyombo vya usalama kuhusu watu wa mienendo yote inayotia mashaka. Kwa mujibu wa mamlaka za eneo hilo, hatua hizi ni za tahadhari na zinaweza kubadilishwa kulingana na maendeleo ya hali ya usalama katika siku zijazo. Ni muhimu kukumbusha kuwa tangu mwanzo wa mwaka 2026 vijiji kadhaa vya sekta ya Beni Mbao vinaendelea kuripotiwa kuwa chini ya tishio la mashambulizi ya waasi wa ADF ambao wamekuwa wakihusishwa na mauaji ya raia, uporaji pamoja na mashambulizi ya mara kwa mara katika maeneo ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mahakama ya kijeshi ya kikosi cha Kisangani inaendelea na kesi dhidi ya wanajeshi 184 wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanashtakiwa kwa kosa la uasi na kukimbia mbele ya adui katika eneo la Walikale mkoani Kivu Kaskazini. Kesi hiyo ilifikia hatua muhimu siku ya Jumatatu tarehe 13 Mei ambako upande wa mashtaka uliwasilisha hoja zake mbele ya mahakama hiyo ya kijeshi ukitoa pendekezo makali kuhusu hatma ya washtakiwa hao. Katika uamuzi wa awali, upande wa mashtaka uliomba kuachiliwa huru kwa wanajeshi 19 kati ya 84 waliokuwa wanashtakiwa. Kwa mujibu wa maelezo yake, uamuzi umejengwa juu ya sababu mbalimbali za kisheria, ikiwemo kuchelewa kupatishwa kizuizini kwa baadhi ya askari waliokuwa wanatumiwa kupoteza silaha pamoja na kushindwa kudhibitisha mashaka kwa kundi jingine lilokuwa linadaiwa kujihusisha na kutoroka bila udhibitisho moja kwa moja wa makosa yao. Hata hivyo, kuwa sehemu kubwa ya kesi hiyo hali imechukua mwelekeo mkali zaidi. Ukanda wa mashtaka umeomba adhabu ya kifo cha wanajeshi 56 udai kuwa walijihusisha na uasi wa kijeshi, uoga vitani, kutokutekeleza amri ya viongozi wao pamoja na kupoteza au kusambaza risasi na vifaa vya kijeshi bila idhini. Wanajeshi wanadaiwa kuwa walikaidi amri za kijeshi wakati wakiwa katika operesheni katika eneo la Masisi kabla kujiondoa kwenye nyanzifa zao na kuelekea eneo la Ngoa katika wilaya ya Walikale. Kulingana na mashtaka, kitendo hicho kilisababisha kuzofika kwa operesheni za kijeshi katika eneo la mapigano. Kwa baadhi ya washtakiwa, mashtaka ya ziada yameomba adhabu ya kifungo cha miaka 10 pamoja na kufutwa jeshini kwa kosa la kupoteza au kusambaza vifaa vya kijeshi. Hakuna hali zozote za kupunguza adhabu zilizoombwa na upande wa mashtaka katika kesi hiyo. Hata hivyo, katika utetezi wao, wanajeshi hao wamekanusha tuhuma za uwiano. Wanasema kuwa wakondoka katika maeneo ya mapigano kwa nia kukimbia au kusaliti jeshi, bado walazimika kuondoka kutokana na hali ngumu waliopitia mstari wa mbele. Wanajeshi hao wanasema walikuwa wamekaa takriban miezi 8 bila mishahara, bila posho za kivita na mara nyingi bila chakula cha kutosha, hali walioeleza kuwa na hatarishi maisha yao na kuwalazimisha kuondoka katika maeneo ya operesheni ili kutafuta msaada. Mahakama sasa inatarajiwa kuchambua kwa kina hoja za pande zote mbili, ikizingatia masuala ya nidhamu ya kijeshi, wajibu wa utii katika vita pamoja na hali halisi ya kijamii na kiuchumi inayokuwa ikiwakabili wanajeshi hao wakati wa matukio hayo. Rais wa Rwanda Paul Kagame ametoa ujumbe mkali kuhusu vikwazo vya kimataifa na hali ya kisiasa kati ya nchi za ukanda na maziwa makuu. Akisisitiza kuwa hatua hizo, ingawa zinaumiza, hazitawazuia kufanya wanachokiamini ni sahihi kwa maslahi ya taifa lao na mustakabali wa Afrika. Akizungumza siku ya leo Alhamisi, Kagame amesema kuwa vikwazo na hatua nyingine za kiuchumi au kisiasa mara nyingi hulenga kuleta maumivu kwa waliolengwa, lakini hajasitiza kuwa madhara hayo pia ya uasiri pande zote zinazohusika. Ameeleza kuwa licha changamoto hizo, hana tabia ya kusalimu amri hata katika hali ngumu zaidi, akisema kwamba hajawahi kukabili kushindwa kujisalimisha katika mazingira yote magumu ya kisiasa au kijamii. Kiongozi wa Rwanda amesema kuwa hali ya sasa si lazima iwe mbaya zaidi kuliko hali nyingine zote ambazo nchi yake imewahi kupitia, lakini amekiri kuwa kuna maumivu ya changamoto zinazotokana na shinikizo za kimataifa. Ameongeza kuwa kwa mtazamo wake, mazumuni ya vikwazo hivyo ni kuleta hasara kwa wananchi
maisha ya watu waliolengwa na hivyo kuathiri pia maisha kawaida ya wananchi, uchumi na mahusiano ya kimataifa. Hata hivyo, amesema kuwa athari hizo zinabadilisha msimamo wake kuhusu hatua zinazochukuliwa na nchi yake. Kagame amesema kuwa wakati mwingine kufanya jambo lisilofaa au kukubali shinikizo ambalo halina maslahi ya taifa kunaweza kuwa na gharama kubwa zaidi kuliko kuvumilia madhara ya sasa yanayotokana na msimamo wa kisera. Ameeleza pia kuwa kwa mtazamo wake matukio mengi ya kisiasa na kihistoria huishia kwa namna fulani, hata yale yanaonekana kuwa ya muda mrefu au magumu, akisisitiza kuwa kila jambo lina mwisho wake kwa njia moja au nyingine. Katika kauli yake yenye ujumbe mkali, ameongeza kuwa wale wanaotumia nguvu au ushawishi kwa kuwadharau wengine hawataishi milele kuona matokeo ya kile wanachokifanya, akitiza swala la haki na kihistoria hatimaye litawahukumu wahusika wa ukosefu wa usawa na unyanyasaji. Ametoa wito kwa nchi za Afrika kuungana na kushirikiana kwa karibu zaidi ili kuendeleza maendeleo ya bara, akisema kuwa Afrika inapaswa kujenga uwezo wake wa kujisamini bila kutegemea sana nguvu za mataifa makubwa duniani. Paul Kagame amesisitiza kuwa mustakabali wa Afrika upo mkononi mwa Wanaafrika wenyewe na kwamba umoja, mshikamano, ushirikiano wa kikanda ni msingi muhimu wa kuleta maendeleo endelevu na kujikwamua kiuchumi na kisiasa. Ametimisha kwa kuonesha kuwa msimamo wake zidi ya kile alichokita mataifa yanayojamini kukimiliki dunia na rasilimali zake, akihimiza kuwa nchi za Afrika zitaendelea kusimama imara na kulinda maslahi yao ya kitaifa na kikanda. Mji wa Uvira umeshuhudia misa ya maombolezo iliyofanyika siku ya Alhamisi kwa heshima ya waasiriwa wa mauaji ya Katogota, ikiwa ni sehemu ya maadhimisho ya miaka 26 tangu kutokea kwa tukio la kihistoria lililotokea tarehe 14 Mei mwaka 2000. Tukio lilitokea katika kijiji cha Katogota kilichopo ndani ya groupement ya Itara Ruvungi katika sheferia Bafuliru, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako zaidi ya watu 375, wengi wao wakiwa wakulima wasio na hatia, waliuawa kikatili katika moja matukio makubwa ya mauaji ya raia katika eneo hilo. Kwa mujibu wa ujumbe uliosomwa na Patrick Fata ambaye ni mkurugenzi mkuu wa Fonareve, taifa linapaswa kuendelea kukumbuka tukio hilo kama sehemu ya historia ya maumivu, haki na wajibu wa kuhakikisha kwamba wahanga hawasahauliki. Amesema kuwa miaka 26 baadaye, heshima ya kumbukumbu ya wasiriwa, uhitaji wa ukweli pamoja na sharti la haki vinabaki kuwa wajibu wa taifa nzima. Amesitiza kuwa muhimu wa kujua jamii na taifa kwa jumla kuendelea kukumbuka kile kilichotokea ili kuhakikisha kwamba matukio haya hayawezi kujirudilia tena. Misa hiyo imewaleta pamoja viongozi wa dini, wakilishi wa serikali, mashirika ya kiraia pamoja na familia za wasiriwa hao ambao bado wanaendelea kuishi na maumivu ya kupoteza wapendwa wao katika tukio la mwaka 2000. Wakazi wa eneo wanasema kuwa kumbukumbu ya Katogota bado inaacha alama kubwa katika historia ya Kivu Kusini, huku wito ukiendelea kutolewa kwa kufanyika kwa uchunguzi wa kina ili kuhakikisha haki inapatikana na wasiriwa na familia zao. Maadhimisho yanaendelea kuwa ishara ya kumbukumbu ya taifa na wito wa amani, maridhiano na kuimarishwa kwa ulinzi wa raia katika maeneo yote yaliyoathiriwa na migogoro muda mrefu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Shirika la kutetea haki za binadamu duniani Human Rights Watch limetoa ripoti nzito inazungumzia kile inachokiita ukatili mkubwa unaofanywa na waasi wa M23 pamoja na wanajeshi wa Rwanda wakati wa uvamizi wao katika mji wa Uvira, jimbo la Kivu Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika ripoti hiyo iliyochapishwa siku ya leo tarehe 14 Mei, Human Rights Watch imesema kuwa wapiganaji wa M23 wakisaidiwa na jeshi la Rwanda walifanya mauaji, ubakaji, utekaji pamoja na vitendo vingine vya kinyama dhidi ya raia wakati walipokuwa wakidhibiti mji wa Uvira kuanzia mwezi Disemba mwaka uliopita hadi Januari mwaka 2026. Kwa mujibu wa shirika hilo, kipindi hicho cha mwezi mmoja uvamizi kiligeuka kuwa mateso makubwa kwa wakazi wa Uvira, ambako watu wengi walazimika kukimbia makazi yao huku wengine wakipoteza maisha katika mazingira ya kutisha. Ripoti hiyo yenye ukurasa 26 inaeleza kuwa wapiganaji hao walinua mashambulizi ya moja kwa moja dhidi ya raia waliokuwa wakijaribu kutoroka mapigano. Human Rights Watch anasema zaidi ya raia 15 waliuawa kwa njia ya haraka katika operesheni za upakuzi wa nyumba kwa nyumba zilizofanywa na wapiganaji hao katika mji wa Uvira. Mbali na mauaji yao, shirika hilo linasema limeandika pia visa vya ubakaji vya wanawake wasiopungua 8 pamoja na kutoweka kwa nguvu
kwa watu wasiopungua 12 ambao hadi sasa wajulikani walipo. Mkurugenzi mtendaji wa Human Rights Watch Philippe Bolopion amesema kuwa baada ya kuchukua udhibiti wa Uvira, wapiganaji wa M23 pamoja na wanajeshi wa Rwanda walienda nyumba kwa nyumba wakitafuta wanaume na vijana waliotumwa kwa kuwa na uhusiano wa makundi ya wazalendo, kisha wengi wao kuwaua papo hapo. Human Rights Watch inasema uchunguzi wake ulifanywa kati ya mwezi Machi na Aprili mwaka 2026 kupitia mahojiano zaidi ya manusura 112 pamoja na mashahidi wa matukio hayo. Shirika hilo inaeleza kuwa baadhi ya wasirika wanashuhudia ndugu zao kupigwa risasi wakati wakijaribu kukimbia kuelekea maeneo salama. Shahidi mmoja alinusurika amesema aliona ndugu yake pamoja na mke wa watoto wake wawili wakipigwa risasi wakati wakikimbia mji huo tarehe 10 Disemba mwaka uliopita. Ripoti hiyo inaonyesha kuwa wanawake waliobakwa walikosa huduma muhimu za afya wakati wa uvamizi huo, hasa dawa za dharura na za kuzuia maambukizi ya virusi vya ukimwi pamoja na huduma za matibabu kwa majeraha yaliyotokana na ukatili wa kingono. Human Rights Watch inadai kuwa M23 walazimisha baadhi ya raia kujiunga na safu zao wakati wa uvamizi huo, huku watu kadhaa waliotekwa wakiendelea kutoweka hadi sasa. Shirika hilo limetoa wito kwa mamlaka za Kongo pamoja na Rwanda kushirikiana na jumuiya ya kimataifa ili kuhakikisha uchunguzi wa kina unafanyika kuhusu tuhuma hizo na wahusika wanajibishwa mbele ya sheria. Vile shirika hilo limetaka Rwanda kusitisha msaada wake kwa M23, huku itaka serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuimarisha ulinzi wa raia na kuondoa makundi yote yenye silaha yanayohusishwa na vitendo vya ukiukwaji wa haki za binadamu. Katika hitimisho lake kumrazi, shirika hilo linasema kuwa waathirika wa Uvira pamoja na familia zao wanaendelea kudai haki ya mwisho yale yanayodhibitiwa na wahusika wa uhalifu ambao unaendelea kuathiri maisha ya wananchi wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hivyo ndivyo ilikuwa taarifa yetu ya jioni ya leo kupitia Kivu News Info, ikiwa leo ni tarehe 14 za mwezi wa 5 mwaka 2026. Tunawashukuru sana kwa kuendelea kufuatilia mwanzo hadi mwisho wa matangazo hii, na tuendelea kukumbusha kuimarisha usalama katika maeneo yenu na kutoa taarifa sahihi kwa vyombo husika pale itakapohitajika. Na basi na nikufikia hapa ndipo tunahitimisha matangazo yetu ya jioni ya leo, na niendelee kukumbusha kwamba kama ndio ilikuwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, basi kabla ya kuondoka ningekuomba kufanya kitu kimoja: hakikisha umesubscribe, like, comment na kushare, na kwa lugha nyingine wanasema kujabone, kueme vile na kupartager, kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama tutakomeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Ni yana mazungumzo kila siku kisha habari sasa zenye kuaminika tena kwa muda mwafaka. Hiyo basi naendelea kutuandikia na ukatujuza unatusikiliza kwa sehemu gani, na uende ukatuambia maoni yako aiza mapendekezo yako. Langu jina mimi ni Tereje Lulonga, nini Kivu News Info. Basi tunatakie jioni njema na usiku mwema, na tutanane tena kesho asubuhi kwenye matangazo yetu mengine kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Baki salama, bye bye na chau. Skrini zetu zinaweza kuunganisha au kugawa. Leo hii taarifa nyingi husambaa bila kuthibitishwa kwenye mitandao ya kijamii. Uvumi, habari za uongo na maneno ya chuki vinaharibu uaminifu na kudhoofisha jamii zetu. Kabla ya kushiriki, jiulize swali rahisi: je, taarifa hii ni ya ukweli? Tuthibitishe vyanzo, tukatae upotoshaji, tuseme hapana kwa taarifa za uongo. Skrini zetu zinapaswa kuwa madaraja na si silaha. Kivu News Info inakuita kuwa na uwajibikaji wa kidijitali. Pamoja tuchague umoja, ukweli na amani. Ujumbe huu umetolewa na kuzanishwa na Wizara ya Ulaya ya Mambo ya Nje kwa kushirikiana na Search for Common Grounds.